na kisha mwezi unaofuatia baada ya mwezi wa Muharram ni mwezi wa Safar. Inna min a'zami ma jaa bihi al-Islam, hakika miongoni mwa yale ambayo yamekuja nayo Uislamu, tatuhirul aqidati min kulli khurafa, ni kusahihisha zile akida za watu kutokamana na kila itikadi iliyokuwa mbovu, wa ifradullahi ta'ala bin naf'i wad-darr, kadhalika na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika yale yote ambayo yanaleta manufaa na katika yale yote ambayo ndani yake kunapatikana madhara, pakafahamika la nafi'a wala dhar illa Allah wahda, hakuna ambaye ananufaisha na hakuna ambaye anapatisha madhara isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana ahlul jahiliya yatashaamuna bi shahri safarin, walikuwa watu wa jahiliya kabla ya Uislamu wakiitakidi mikosi katika mwezi ambao uko mbele yetu, mwezi wa Safar, wayatakiduna annahu shahru nuhus, na walikuwa wakitakidia kwamba mwezi huo wa Safar ni katika miezi ya mikosi na nuksi mbalimbali. Fayuakhiruna az-zawaja was-safara wat-tijara, wakawa wao wanaakhirisha ndoa. Hakuna ndoa katika mwezi wa Safar, wala hakuna safari, hakuna mtu kusafiri katika mwezi huu, wala hakuna kufanya biashara, kuhama kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kwa sababu ya biashara. Walikuwa wakiitakidia kwamba yale yanayopatikanika katika mwezi wa Safar hupatikana ndani yake mikosi na mambo mbalimbali katika matatizo. Uislamu ukawa ni wenye kubatilisha itikadi hii mbovu. Mimma rawa al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim min hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la adwa wala tiyara wala hamma wala safar. Katika yale ambayo ameyataja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la adwa, hakuna kuambukiza magonjwa kwa nafsi yake, hakuna maambukizi yanayojitegemea bila idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kuambukizana pasi na idhini yake Allah, wala tiyara, wala hakuna kuitakidi mikosi kwa ndege, wala hama, wala hakuna kuitakidi mikosi kwa bundi, wala safar, wala hakuna kuitakidi mikosi katika mwezi wa Safar. Ay la haqiqa li'tiqadi anna Safar yajlibu ash-sharra wal masa'ib, hakuna uhakika ndani yake, hakuna uhakika ya kwamba kweli mwezi wa Safar pekee ndani yake unapatikanika matatizo mbalimbali na nuksi, bali huwa shahru min shuhurillah, bali huo ni mwezi miongoni mwa miezi yake Allah subhanahu wa ta'ala. La yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, hakuna ndani ya mwezi huo kwa nafsi yake hakuna manufaa wala hakuna madhara basi na idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuitakidi mikosi katika mwezi wa Safar au kuitakidi mikosi kwa zama au kuitakidi mikosi kwa mtu fulani au kuitakidi mikosi kwa sehemu fulani, hii ilikuwa ni katika ada ya jahiliya, yalikuwa ni katika mazoea ya wale watu waliokuwa kabla ya Uislamu, ada ambayo abtalaha al-Islam, imeibatilisha ada hiyo Uislamu. Walmuslim yuhsinu dhanna bi rabbih, Muislam atakikana kuwa na dhana njema kwa Mola wake mlezi, wa yatawakkal alayhi, na akawa anategemea kwa Mola wake, wala yataallaqu qalbuhu illa billahi subhanahu wa ta'ala, wala asifungamanishe moyo wake na kitu chochote basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdharu rahimakumullah, tahadharini, chukueni tahadhari, jihadharini enyi waja wa Allah kutokamana na zile bid'a ambazo zinadhihiri katika mwezi wa Safar. Watamassaku bikitabillahi wa sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam ala fahmi sahaba, nashikamaneni na kitabu chake Allah, chukueni muongozo katika kitabu cha Allah, kadhalika nashikamaneni na yale yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ufahamu wa as-salafu salih, ufahamu wa wema waliotangulia. Fa fi dhalika an-najatu fi dunya wal akhirah, kwani kufanya hivyo unapatikanika ufaulu katika dunia na akhirah. Allahumma